Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nakusalimia wewe unayetufuatilia katika kipindi chetu hiki cha dawa, kipindi ambacho kinakuletea mambo ambayo ni chakula cha roho yako, lakini vile vile kinachokuongezea tija katika mwenendo wako wewe wa kumwabudu Mola wako na kumtambua Mola wako. Katika kipindi kilichopita tulizungumza nanyi kuhusu nia, umuhimu wake nia, na namna gani mtu ambayo anatakiwa aisafishe nia yake, aielekeze nia yake kwa Mola wake ili kuweza kusihi saumu yake, lakini vile vile apate matokeo yanayofungamana na ibada ya saumu. Lakini katika mazungumzo haya shekhe alitugusia kitu kimoja kinaitwa sahur, daku. Hatukupata muda wa kuzungumza zaidi, lakini leo tutamkaribisha shekhe atusalimie, halafu atuambie yale yanayopatikana ndani ya daku. Tuzungumze zaidi kuhusu kipengele hiki. Karibu Sheikh. Shukran inshallah. Al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutudirikisha kuingia katika mwezi wa Ramadhani na kushiriki katika saumu. Saumu kama ilivyo ibada nyingine ina mambo katika saumu ni nguzo, ndio, na kuna mambo katika saumu ni sunna. Kama ilivyo kwenye ibada nyingine vile vile kwenye sala kuna mambo ni nguzo, kuna mambo ni sunna, na katika saumu nayo yako mambo ni nguzo. Kama vile nia katika saumu ni nguzo. Ni jambo la lazima. Kama nia haikuthibiti saumu haipo, hata kama hujala wala hujanywa. Lakini pia kule kujizuia kwenyewe na vitu vilivyokatazwa ni nguzo katika saumu. Lakini katika saumu kuna mambo ni sunna. Miongoni mwa mambo ya sunna ni sahur, ni kula daku. Tukisema nguzo na sunna, tuna maana kwamba kuna mambo ambayo hayatakiwi kukosekana katika saumu. Haya ni nguzo, mambo ya lazima. Yakikosekana hayo saumu haipo. Kuna mambo ambayo ni sunna kwamba yanaongeza ubora wa saumu ya mtu. Ingawa yasipokuwepo saumu haiharibiki. Sawa sawa. Sahur ni katika mambo ya sunna, ni katika mambo yanayoongeza ubora wa saumu ya mtu. Ingawa yasipokuwepo saumu ya mtu haiharibiki. Kwa maana mtu kama hakula daku, basi hatuwezi kusema hawezi kufunga kwa sababu hajala daku. Sawa sawa. Lakini pia hii inaweza kusaidia wako Waislamu wengi na wanaofunga huwa wanafikia kwamba bana, mimi nashindwa kufunga kwa sababu mimi daku sina. Kumbe ana jambo ambalo sio la lazima, yeye ndio hana. Kufuturu ni wajibu. Sawa sawa. Ni katika nguzo za kufunga, lazima ufuturu, tena uharakishe kufuturu na uchelewe kula daku. Kufuturu ni nguzo, kula daku ni sunna. Lakini kunaweza ukamsikia mtu anasema anashindwa kufunga kwa sababu hana daku. Daku ni sunna, ni kwamba ukiwa nayo unaweza ukala, usipokuwa nayo unaweza usile na saumu yako ikaendelea. Lakini pia tafsiri ya dhana ya daku na sahuri tunakusudia nini? Ni kilo moja ya mchele? Ni kilo moja ya ugali? Hapana. Ni kunywa chochote kabla ya muda wa kuanza kufunga hujafika. Ikiwa glasi ya maji, ikiwa tende, ikiwa maziwa, ni kula chochote kisicho cha kupitiliza kabla ya muda wa kuanza kufunga hujafika. Mtu anatakiwa hivyo. Hiyo ni sunna. Ni mapendekezo na ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kuboresha saumu yako, hakikisha unakula daku kwa kuchelewa, karibu muda wa mwisho kabisa ule wa kula. Ndio ule daku, na usile chakula cha kupitiliza. Kula kitu kidogo tu kitakachoupa na shati mwili wako ili unapoanza saumu na mchana mzima uingie katika sura nzuri. Kwa tunasema sahur ni sunna. Inaweza ikawepo, inaweza isiwepo. Asishindwe mtu kuendelea na saumu eti kwa sababu hana daku. Na mtu asitafsiri vibaya dhana ya daku. Dhana ya daku inaweza kuwa glasi ya maji, inaweza kuwa kwa 2 au 3 za tende. Lakini si haramu kama kuna chakula ukala.
lakini zingatia kwa wakati huo sio wakati wa kula kwa kupitiliza. Zingatia maelekezo ya Mwenyezi Mungu katika ulaji. Zingatia mafundisho ya Mtume Muhammad katika ulaji. Lakini ili kupata fadhila kama nilivyosema mwanzo, innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo tufunge kwa kuzingatia nia, kwa kuzingatia nia na kwa kujua kwamba kufunga ni ibada. Ibada haifanywi mtu anavyotaka, isipokuwa ilivyotakiwa, ilivyoelekezwa. Tuzingatie maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye mwalimu wetu anayetufundisha utaratibu wa kuingia katika ibada ya yote, ikiwemo ibada ya somo. Tuzingatie zile taratibu ambazo anatufundisha kwamba kufunga, kula daku kuna baraka. Kwa hiyo tujitahidi tutekeleze sunna ile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapata faida mbili kwa kufanya jambo hilo. Kwanza, tutakuwa tumetekeleza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapata faida kwa sababu ya kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tutapata faida physically kwa kile tutakachokitumia wakati huo alipotueleza Mtume Muhammad, wakati huo kule ni daku. Hilo jambo la msingi la kuzingatia. Sasa ile jambo la msingi la kuzingatia ili tuweze kufaidika na Ramadhani ilivyo, kwa sababu Mtume Muhammad anasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa baraka. Atakayeshindwa kupata faida kipindi chote cha Ramadhani katika watu waliokosa mambo ya muhimu, huyo kakosa mambo ya muhimu sana. Na sababu kubwa zinazowafanya watu wasipate faida katika Ramadhani ni kutojua maelekezo ya ufungaji, ni kupuuza maelekezo ya ufungaji, au kuwa wavivu katika kutekeleza maelekezo ya ufungaji. Sababu msingi sana takiwa tu yazingatie. Kwa hivyo daku bana ni sunna. Ikiliwa daku hasa katika mwili vizuri ni jambo zuri sana, linaleta nishati katika mwili, lakini pia linakuwezesha kuwa umetekeleza mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nichukue maneno ya shekhe pale aliposema ya kwamba mambo ambayo yenye kuwakwamisha watu, kwanza ni kutokujua, lakini pili kupuuza, lakini tatu uvivu wa kufuata yale ambayo yameelekezwa kufuatwa. Swala la daku ni sunna kama lilivyoelezwa. Kwa yule ambaye atakayejaliwa ni bora kwake kupata sunna hiyo ya daku, na kwa yule ambaye ataikosa, shekhe anasema isiwe sababu ya yeye kumfanya ashindwe kufunga. Saumu yake ipo hata kama hajapata chochote. Swali langu sasa kwako shekhe, kuna wavivu wa kinasia ambao tukitoka kuswali tarawih tunataka muda ule pale ndo tule daku ndo tulale, au mwingine anataka saa 6 hivi ale. Hawa ambao wanawahisha daku wanakosa fursa gani? Wanakosa fursa nyingi. Moja, wanakosa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sunna ya Mtume, unajua sisi tunachanganya kidogo baada ya kudhani sunna kwa Mtume ni jambo la hiari. Hutokea ni sunna ya Mtume, lakini huo ni wajibu. Kwa mfano Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Ukitafsiri maneno ya Mtume ni sunna, maana yake unaweza kusali unapotaka wewe na haitakuwa ibada. Kwa hiyo kuswali kule alikuelekeza Mtume ni wajibu, lazima ufanye. Na kwa sababu tunataka faida ya dini, kufuata maneno ya Mtume sio jambo la hiari. Yule ndio role model wetu, yule ndio kielekezo chetu. Na ili saumu itoe tija inayotakiwa, inatakiwa hayo yafanyike. Kwa hivyo tunao wajibu wa kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutashindwa kufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushindwe, maana yake hatuna namna ya kufanya. Mtume kataka tule daku, tumekosa daku. Lakini inawezekanaje ukaikosa daku? Kumbe daku hata maji ni daku. Unawezaje kuwa? Kwa hivyo ukiona mtu anasema mimi sina daku, huyu ana ujeuri fulani. Huyu ana ujeuri fulani, au ana tafsiri potofu juu ya dhana ya daku. Hilo jambo moja. Lakini la pili, Mtume amesema tuleni daku mwishoni mwa usiku. Wewe umeamua kula mapema, sio haramu kula mapema.
sio haramu, ila utakuwa umekosa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Ramadhani ni msimu wa kupata faida. Jambo lenyewe lina faida kubwa kiasi hicho. Wewe unawezaje kujipa uvivu, acha nile kabisa hapa mimi nilale? Kinachokupa tabu, sala alfajiri utaamka kusali, bila shaka nitaamka. Kwa hivyo wakati gani unaamka kujiandaa kwa sala alfajiri? Amka kabla ya muda wa mwisho wa kula daku, kunywa maji, kula tende mbili, jiandae kwa alfajiri. Sawa. Unakuwa umepata yote kwa pamoja. Ukimwona mtu anafanya hivyo, jua bwana uelewa wake juu ya dhana ya ibada ni mdogo. Ndio anaweza akafanya vitu vya namna. Lakini bado tunasema asahuri ni sunna. Hata usipokula kabisa, saumu yako itakuwa pale pale na ibada yako haitoharibika. Utakachokosa ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatudhani kama yuko Muislamu angelipenda akose sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wewe mvivu kama mimi ambaye unasema wewe ukitoka kusali tarawih saa 4 tu unataka umalize kabisa masuala ya kula, au pengine huna mazoea yale ya kuamka na kula, hujisikii kawaida kuamka na kula, Sheikh anasema utapata saumu yako lakini utajipunja. Na Ramadhani sio msimu wa kujipunja, ni msimu wa kuvuna uchume. Na namna moja pekee ambayo unaweza ukaipata ukaitumia ni wewe kuchelewesha kula daku. Wewe kuchelewesha kula daku. Shekhe, tupe somo kidogo. Faida gani ya kimwili sasa? Manake watu wanaona swala la kula daku limezungumzwa zaidi katika sura ya kisunna. Faida gani ya kimwili ambayo mtu ambaye amekula daku atatofautiana na yule ambaye kwa khiari tu amechagua asile daku au aiwahishe? Mimi si daktari moja kwa moja, lakini mwanadamu anao muda wake wa kula, ndio, na anao muda wake wa kukaa bila ya kula. Kwa hivyo ukila daku kwa kuchelewa, unadhibiti muda wako wa kukaa bila ya chakula katika tumbo lako, jambo ambalo lina mahitaji muhimu sana katika nafsi yako au katika afya yako ya mwili. Hili ndio lile alilolisema Mtume Muhammad, sumu tasihu, fungeni mtatengeneza afya zenu. Huko kufunga haikuwa tu kuacha kula na kunywa. Fungeni kwa adabu na taratibu uliopangwa katika saumu, mtatengeneza afya zenu. Miongoni mwa utaratibu huo wa kufunga kwa kutengeneza afya ni kula daku kwa kuchelewa. Tena ni kula daku kiasi kwa kuchelewa. Hili jambo linatengeneza sana afya ya mwanadamu. Mwanadamu ana vitu vingi sana vinavyoongezeka katika mwili wake. Kama tunavyoshauri kutembea, kutoa jasho katika mwili, kunasaidia kufungua milango ya pumzi katika mwili, lakini kupunguza viwango vya mafuta yaliyomo katika mwili. Kama hivyo tunapokaa muda mrefu bila ya kula, tunaruhusu ziada iliyokusanyika katika mwili nayo ishughulikiwe, iweze kutolewa ili iweze kupata nafasi ya kuingiza kitu kingine. Kwa hivyo hili jambo lina msaada mkubwa sana wa afya ya mwanadamu. Hili ndilo linalotafsirika vizuri kama utaitafsiri kwa mapana na marefu hadithi ya Mtume Muhammad, sumu tasihu, fungeni mtapata afya. Hii inaanzia kwenye nia, inaanzia kwenye kufuturu, inakwenda kwenye kula daku, inakwenda kwenye nidhamu yako wakati wa mchana kufunga. Yote hayo yakikusanywa ndio yanaweza kukuthibitishia namna gani unaweza kupata afya njema kama utafunga kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ile jambo litakuwa hivyo. Sawa. Tafiti ziko nyingi sana ambazo zinathibitisha maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala la kuchelewesha daku. Na yako baadhi ya maandiko yanaonyesha namna gani yule ambaye anaweza kuchelewesha daku atafaidika kimwili kwa ile nishati ambayo itakuwa imezalishwa kutokana na yeye kuchelewesha daku. Si sehemu yetu leo sisi kusema kuhusu hizo tafiti, lakini zitafute, zipo na yako ambayo yamegundulika kutokana na tafiti hizo. Tuendelee kusema
Kipindi cha dawa ni mahala ambapo wewe utajifunza mambo kadha wa kadha katika muktadha wa dini yako, ambayo yatakuongezea natija kufahamu, lakini vile vile kukuongezea maarifa namna gani ya kuyaendea mambo yako ya kiibada. Ustadh, una lolote unataka kutumalizia kabla hatujafunga kipindi chetu leo? Ningeweza kusema jambo moja tu. Sisi tumetakiwa sana kila wakati tukikutana tuhusiane. Naam. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi muhimu sana. Ndio. Kama tunavyofahamu, umri wa mwanadamu hauongezeki kwa idadi iliyopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini umri wa mwanadamu thamani yake inaongezeka. Kipindi cha Ramadhani ni kipindi cha kuongeza thamani ya umri wako, kwa sababu kheri zilizomo katika Ramadhani, sala ya sunna katika mwezi wa Ramadhani ina thamani ya sala ya faradhi nje ya Ramadhani. Kwa hivyo utaona ni kiasi gani thamani ya muda unaweza ukatumika vizuri. Kwa hivyo niwaombe watu wote wanaoshiriki katika dua ya kufunga wawe makini katika kufunga, watumie muda huu vizuri, kwa sababu kipindi hichi ni kipindi cha kuongeza thamani ya umri wako. Huko mbele tutakapokwenda tukifika kuongelea vitu vya thamani vilivyomo katika Ramadhani kama vile Lailatul Qadr, utaona ni kiasi gani mwanadamu anaweza kuongeza thamani ya umri wake, akafanya matendo kama vile ameishi miaka 3000 hapa nchini akiwa hai, kumbe ameishi miaka michache tu. Anaweza kuongeza thamani ya umri wake kwa kuitumia vizuri Ramadhani. Ramadhani mfika, jiandae kuitumia vizuri kuongeza thamani ya umri wako. Sheikh anasema Ramadhani ni msimu wa kuongeza thamani ya umri wako, na sisi tunakuletea kipindi cha dawa kwa lengo hilo hilo la kuongeza thamani ya ibada zako, lakini vile vile kuongeza thamani ya umri wako. Mpaka wakati mwingine tena, na kuaga na kusalimu, maasalam fi amanillah.